Bwana Yesu asifiwe. Wapenzi watazamaji na wasikilizaji wa kipindi hiki, ninawakaribisha tena siku nyingine, leo ikiwa Disemba 25 tunapoelekea katika mwisho ya mwaka huu wa 2025 kuelekea mwaka mwingine mpya ambao tajaliwa na Mwenyezi Mungu. Natumaini wewe unayenifuatilia katika kipindi hiki unayo furaha kubwa kufika siku hii ya leo, na wengine wanaosherehekea sikukuu ya Krismasi, lakini wengine pia wanaofurahi ya kwamba Mungu amewajalia kufika katika siku hii ya neema. Leo ninayezungumza na wewe ninaitwa mwinjilisti na daktari Joseph Masatu Titus, ambaye nahitaji kuzungumza mambo fulani mazuri, mambo kadhaa ambayo yatatusaidia mimi na wewe katika mwendo na safari yetu ya kiroho. Hususani leo ninakuletea somo zuri sana ambalo linasema ya kwamba Mungu anakuwa wapi wakati wa majaribu. Mungu anakuwa wapi wakati wa majaribu. Unaweza ukasema ya kwamba wakati kifo kinatokea, Mungu anakuwa wapi? Wakati changamoto inapomfika mtu, Mungu anakuwa wapi? Inawezekana unayenisikiliza na unayenifuatilia kupitia chaneli hii ya Biblical Doctrine TV ukawa umepitia magumu fulani, changamoto fulani, au ni mdogo wako, mama yako mzazi, baba yako na rafiki, ndugu aliye karibu na wewe, umeshuhudia akipitia changamoto ngumu sana katika maisha yake, na wakati mwingine mmekuwa mkijiuliza Mungu anakuwa wapi. Na isitoshe tu kujua hivyo, lakini wapo watu wanaoenda kwa waombaji, wanaombewa. Hata wewe mwenyewe unaweza ukaenda ukaomba, ukamweleza Bwana, lakini mbona changamoto imeendelea kuwepo katika maisha. Leo natamani kuangalia changamoto kama changamoto ama magumu ya maisha hii katika maisha ya Mkristo. Majaribu hayakwepeki na changamoto hazikwepeki kabisa. Huja katika sura ya magonjwa, shida za kifamilia, matatizo ya shule ama kazi, lakini au maumivu ya moyo. Swali kubwa huwa Mungu yuko wapi wakati unapopitia magumu haya, unapopitia changamoto hizi. Biblia lakini na maandishi ama makala kutoka katika vitabu vya Ellen G. White vinatupatia majibu yenye matumaini. Majibu yenye matumaini. Karibu tunapoenda kuangalia katika Biblia takatifu, ambayo ni Biblia pekee inayotuelekeza na inayotutambulisha na kutufahamisha kwamba Mungu anakuwa wapi, na kama anakuwa mahali fulani, je, anahusika vipi na changamoto tunazopitia sisi wanadamu. Katika kitabu kile cha Zaburi sura ya 34 aya ni ya 18, Biblia takatifu inaeleza kwamba Bwana yu karibu na waliovunjika moyo, huwaokoa waliopondeka roho. Kumbe Biblia moja kwa moja inamtambulisha Mungu katikati ya changamoto, ya kwamba kumbe mtu anapoumia moyo, anapopitia changamoto, anapopitia dhoruba, anapopitia magumu ya maisha, amekosa kazi, ametembea huku na kule, ametafuta suluhisho katika tatizo la ndoa yake na bado hali ni ngumu, kumbe Mungu anakuwa karibu naye. Anakuwa karibu naye. Tena anapokuwa karibu ya kuvunjika moyo, Mungu anakuwa karibu naye. Na anachosema cha kututia tumaini hapa ni kwamba huwaokoa waliopondeka roho, walio na ukondefu wa nafsi, roho. Mungu anawaokoa. Lakini katika Isaya sura ile ya 41 aya ya 10 na nukuu tu sentensi moja inayosema, usiogope kwa maana mimi ni pamoja na wewe. Na neno hapa usiogope linatolewa kwa aliye katika changamoto, anayepitia mashambulizi fulani ya vita. Inaweza ikawa ni vita ya kiroho, inaweza ikawa ni vita ya kimwili. Anasema nabii Isaya anaandika akisema, usiogope, yeye Mungu yuko pamoja na wewe. Lakini aishi hapo. Katika nukuu ya
kitabu cha Ellen G. White, kitabu cha Steps to Christ, inaeleza ya kwamba Mungu hawasahau watoto wake wakati wanapokuwa katika mateso. Mungu huwa hawasahau watoto wake wanapokuwa katikati ya mateso, wanapokuwa katikati ya magumu. Baba, mama, mtoto ama mtu yeyote anapokuwa kitandani akiugua sana, Mungu hamsahau, anamkumbuka. Katikati ya machozi ya maumivu, Mungu anamkumbuka. Katikati ya kilio cha uchungu, Mungu anamkumbuka. Mungu hamsahau. Zingatia neno, Mungu hajamsahau mtu wa namna hiyo. Hata kama umuoni au humuhisi Mungu, inawezekana wakati mwingine unapopitia changamoto, unapopitia magumu, hasa wakati tunapoelekea katika misho ya mwaka, inawezekana kuna mtu fulani hajafurahia mwaka huu wa 2025, hajafurahia anapoenda katika ukingo wa kuhitimisha mwaka huu, anatembea akiwa amechechemea na huzuni nyingi kwa sababu amekumbana na changamoto za maisha. Hata kama humuoni Mungu, humuhisi Mungu, tambua na uwe na uhakika ya kwamba yuko pamoja na wewe. Yuko pamoja na wewe. Lakini katika kitabu kile cha Warumi sura ile ya 8 aya 28, Biblia Takatifu inasema, na nukuu maneno machache hapa: yote hutenda kazi pamoja kwa mema kwa wale wampendao Mungu. Hutenda kazi pamoja na wanaompenda Mungu. Hapa utaanza kuona utofauti kidogo, mpenzi mtazamaji unayenifuatilia, ya kwamba mtu anapotenda mema, mtu anapoonekana mwema machoni pa Bwana, Mungu hutenda kazi pamoja naye. Haijalishi atapitia changamoto gani, haijalishi atapitia magumu kiasi gani, lakini Mungu atatenda pamoja naye. Kwa lugha nyingine, ataugua kitandani, Mungu ataugua pamoja naye. Atalia katika kukosa hitaji lake la msingi, Mungu atakuwa pamoja naye. Na katika kilio chake, Bwana atamuokoa. Bwana atamuokoa. Petro wa kwanza sura 1 aya 7 alisema maneno haya, na nukuu sentensi moja hapo: dhabihu ijapojaribiwa kwa moto, imani yenu nayo. Mnafahamu ya kwamba wakati ule wa zama za kale, katika Agano la Kale, makuhani walikuwa wakitoa dhabihu za kuteketeza. Hasa Waisraeli walipokuwa wakiwaletea dhabihu za kuteketeza, walipohitaji kutakaswa dhambi na makosa yao. Dhabihu inahitaji moto. Inahitaji moto dhabihu, kama dhabihu. Hata sisi wenyewe imani zetu haziwezi kuonekana kukizi mbele za Bwana ikiwa hazijakutana na jaribu. Sadaka iliyotolewa wakati wa makuhani hapa duniani haikukubalika mbele za Bwana pasipo kupitishwa katika madhabahu iwakayo moto. Hata imani ya mwanadamu inapopita katika moto ni sawa na dhahabu inayopitishwa katika moto, inapooshwa na moto mkali ili kitoke kitu kilichopyua, kilicho kisafi, kilichotakaswa. Kama dhahabu inapotakaswa katika moto, hata imani ya mtu hutakaswa katika moto. Na hii hutupa majibu ya kwamba katika jaribu lako, katika changamoto yako, katika magumu yako, huo ni moto wa utakasaji. Huo ni moto wa utakasaji. Usiogope unapopitia changamoto. Usiogope unapopitia majaribu. Tambua ya kwamba hiyo ni madhabahu inayotakasa imani yako. Kwa namna hiyo, unapaswa kuwa mvumilivu, maana dhahabu isipovumiliwa katika moto haiwezi kutoka ikiwa piwa. Ndivyo mwanadamu unapopitia changamoto na magumu, unapovumilia, ni moja ya njia na kanuni pekee ya kuimarisha imani yako. Na Mungu anapoiona imani ya mtu imekomaa, imezaa matunda, ghafla atamshika mkono na atamuokoa.
Lakini katika nukuu ya education, katika kitabu cha education, kitabu cha elimu, kitabu cha Ellen G. White, maandishi haya yanaeleza ya kwamba majaribu ni sehemu ya mpango wa Mungu wa kutakasa tabia. Wakati mwingine mtu anaweza akanajiuliza, anasema imekuwaje leo dunia imekuwa na watu wenye wa tabia za aina yake, tabia ambazo wakati mwingine zinasikitisha jamii. Miongoni mwa tunaoishi nao, wengine wakiwa hawana maadili mazuri, wengine wakawa na tabia ambazo hazimpendezi Mungu kabisa. Lakini pamoja na jamii wanayoikaa, tabia pia haiwezi kubadilishwa na mifumo ya usuluhishi ama mifumo ya ushauri ama mifumo yoyote ya kidunia inayohusika na janga la mbomoko wa tabia kwa ajili tu ya nia ya kurekebisha. Tabia haziwezi kubadilishwa kwa namna hiyo, ingawaje mifumo hiyo iko, lakini tambua, anayebadilisha tabia ni Mungu peke yake, na tabia haiwezi kubadilika kama haitapitishwa katika moto. Dhahabu iliyo katika uchafu haiwezi kuwa safi kama haitapita katika moto. Tabia iliyo mbaya, iliyo chafu haiwezi kuwa safi kama haitatakaswa katika moto. Ndiyo maana wakati mwingine Bwana ameruhusu tunapita katika barabara iliyo nyembamba na iliyosonga na iliyo na miiba na iliyo na changamoto na magumu ya kila namna, ili tabia zetu, nia zetu zibadilishwe, tufanane na Kristo. Jaribu si adhabu kila wakati kama mtu aonavyo. Mara nyingi ni darasa la Mungu. Darasa lisiloonekana. Hili ni darasa lisiloonekana kwa macho ya nyama. Darasa ambalo Mungu amewafundisha wanadamu kumtegemea na kuwekeza imani zao katika yeye katika majaribu. Lakini katika kitabu kile cha Waebrania sura ile ya 4 aya ya 15, maandishi yana Biblia takatifu inaeleza kwa kuchukua nukuu chache tu hapo, na kwamba kwa maana hatuna kuhani mkuu asiyeweza kuchukuliana na udhaifu wetu. Biblia inaelewa ya kwamba kuhani wetu Yesu Kristo aliyeko patakatifu amekuwa mara zote akichukuliana na udhaifu wetu. Inawezekana ukawa ni dhaifu kwa mambo ya kiroho, inawezekana ukawa ni dhaifu kwa mambo ya imani, inawezekana ukawa ni dhaifu kabisa, usiyefaa, mnyong'onyefu, lakini kumbe katika hali hii Bwana anaitambua. Mungu wetu ni wa upendo. Mungu anayejali, Mungu anayechukuliana nasi katika udhaifu wetu wa hali ya ubinadamu, kama ambavyo katika kitabu cha Waebrania sura ya 4 aya 15 inaeleza. Kama Mungu anachukuliana nasi kwa njia ya kuhani huyu Yesu Kristo, kuna haja gani ya kuogopa? Kuna haja gani ya kujiona kuwa sisi hatukubariki na Mungu? Kuna haja gani ya kusema hivyo? Mungu yuko pamoja nasi, na ndiyo maana anasema anachukuliana nasi katika hali ya udhaifu. Lakini pia Waebrania hiyo sura ya 2 aya ya 18 ameeleza, na nukuu tu maneno machache, ameonja mateso aweza kuwasaidia wanaojaribiwa. Kama unavyoelewa kisa katika kitabu kile cha Luka inavyoeleza jinsi ambavyo Luka anaandika ya kwamba Yesu Kristo pekee alipitia changamoto na magumu ya kila namna kama mwanadamu anavyopitia changamoto, lakini tumaini letu ni kwamba Yesu alishinda, na kama alivyopita katika mateso na kuwa mshindi, atamshindia na yeye anayepita katika moto leo. Inawezekana ulikuwa umevunjika moyo.
Inawezekana ulikuwa una maumivu makali, inawezekana ulikuwa unaiona kesho yako kuwa ni chungu, lakini tumaini letu mchana wa leo ni kwamba Mungu anatamani kutuonesha jinsi anavyochukuliana nasi, jinsi anavyoshiriki nasi katika mateso na katika majaribu. Hivyo nikutie moyo rafiki yangu unayenifuatilia katika chaneli hii, ya kwamba Mungu anachukuliana nasi. Mungu anakwenda kutuepushia majaribu yanayotushinda. Mungu anakwenda kutushindia kwa nguvu zake na si kwa uwezo wetu. Nabii anaeleza katika kitabu kile cha The Desire of Ages, tumaini la vizazi vyote, anaeleza ya kwamba Kristo alipitia mateso ya kibinadamu ili aweze kutuokoa kikamilifu. Na ndiyo maana hakupaa mbinguni kama mwana wa miungu. Alipaa akiwa na ubinadamu. Na kwa namna hiyo basi, ili ajapotuombea kama kuhani mbinguni, aisi sawasawa na maumivu tunayoyapitia. Unapolia, Yesu anaelewa, naye yuko upande wako. Usiogope. Lakini katika kitabu kile cha Wakorintho wa pili sura ile ya 12 aya ya 9, na nukuu maneno machache, anaeleza, neema yangu ya kutosha, maana nguvu zangu hutimilika katika udhaifu. Neema yake inatutosha, maana nguvu zake hutimilika katika udhaifu. Kumbe yeye haji kuwaokoa walio kamili. Mungu huja kuwaokoa walioshindwa. Wokovu wa Mungu hauji kwa yeye anayejiweza. Unakuja kwa yeye aliyeshindwa. Nikutie tumaini mchana wa leo. Mungu anawapenda walio dhaifu, anawapenda walioshindwa ili awaokoe. Usiogope, yeye yuko kando. Weka tumaini lako kwa yeye usiyemuona, naye yuko karibu na wewe. Siku usiodhani na masaa usiodhani, kitanga cha mkono wake kitatokea mbele zako na kitakuokoa. Katika Isaya 40 aya 31 ananukuu maneno machache, anaeleza, wanaomngojea Bwana watapata nguvu mpya. Neno kungojea ni kuweka tumaini lako kwa Mungu kila wakati. Haijalishi unafurahi kama ambavyo wanafurahi watu katika Christmas leo, haijalishi unahuzunika, haijalishi unapitia changamoto, haijalishi umekosa kazi, haijalishi umekosa ada, haijalishi umekosa mwenzi wa maisha na umepambana, kila ukimpata mwenzi wa maisha anapita kushoto. Haijalishi kwa namna hiyo unayopitia wewe, lakini neno pekee latoka kwa Bwana, ngoje naye atakupa nguvu mpya. Kila unapomngoja Bwana anakupa nguvu mpya za kupita kila jaribu, na hatua zako hazitaongozwa na jinsi ulivyo na uwezo wako katika mwili, zitaongozwa na yeye aliye na uwezo, na atakapokutia nguvu utaweza kusonga mbele na kutia tumaini mchana wa leo. Hata katika nukuu ya Ellen G. White katika kitabu kile cha Ministry of Healing, huduma ya uponyaji, inasema ya kwamba katika udhaifu wetu nguvu ya Mungu huonekana wazi zaidi. Nguvu ya Mungu huonekana wazi zaidi katika udhaifu wetu. Kumbe mwanadamu anapokuwa dhaifu, ndipo nguvu ya Mungu inapoonekana zaidi. Nikutie moyo, pale unapofikia mwisho wa nguvu zako, unapoona hauwezi kabisa, hapo ndipo Mungu huanza kazi yake. Pale unapofikia hatima ya kufikiri kwako, inawezekana utamani kuanzisha mradi mpya, lakini ukiziona changamoto unakata tamaa. Mwisho wa fikira zako katika kufanya maamuzi, hapo Mungu anaanzia hapo. Lakini hakuna jaribu lisilo na mwisho. Katika Wakorintho